Nam ni saa 12:30 Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ni saa 11:30. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Phyllis Mwatei. Nami ni David Mke nikiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Bei ya mafuta imepanda tena kwa kiasi kikubwa na kufikia dola 126 kwa pipa kutokana na mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mgogoro huu unachukua sura mpya. Kuna kitu ambacho hutokea mwanzo kinakuwa na pressure kubwa, alafu kuna wakati vitu kama mnavizoea. Ukiangalia mgogoro wa Urusi na Ukraine ni kama vile dunia imeuzoea, mgogoro wa Sudani kama dunia imeuzoea. Kwa hiyo hata huwa Irani na Israel na wenzake walikuwa kwenye pressure kubwa kabisa wakati wa mashambulizi ya pande zote. Serikali ya Uingereza inasema itawekeza dola milioni 34 za ziada mwaka huu ili kulinda jamii za Wayahudi nchini humo. Shirika la kutetea haki za vyombo vya habari la Reporters Without Borders linasema uhuru wa vyombo vya habari kote duniani umeshuka hadi kiwango cha chini kabisa katika robo karne. Nini haswa miongoni mwa sababu? Wanasiasa walio wengi wao ni wamekuja kukutana na teknolojia hii tunayokutana nayo sisi kama vijana wa sasa. Unakuta uhuru wa vyombo vya habari, teknolojia inachochea, lakini ikiwa inatumiwa na watawala kwa namna hasi. Na Rais wa Kenya William Ruto amemzawadia Sebastian Sawe gari lipya na pesa taslim takriban shilingi milioni 8 za Kenya. Viwanjani, kocha wa Burnley Scott Parker aondoka klabuni hapo baada ya Burnley kushushwa daraja. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa kwako nami Leila Mohamed. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu italinda uwezo wake wa kinyuklia na makombora kama rasilimali ya taifa licha ya juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuafikiwa kwa makubaliano kuhusu swala hilo. Peter Mwangangi anaeleza zaidi. Kupitia taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya kitaifa ya Iran, kiongozi huyo alisema kuwa, na hapa na mnukuu, Wairani milioni 90 walioko ndani na nje ya nchi wanachukulia uwezo wote wa Iran kisayansi, kiviwanda, kiteknolojia, bioteknolojia hadi uwezo wa nyuklia na makombora kuwa rasilimali ya kitaifa, na tutazilinda kama tunavyolinda maji, ardhi na anga ya nchi yetu. Mwisho wa nukuu. Kiongozi huyo mkuu wa Iran aliongeza kuwa mahali pekee ambapo Wamarekani wanapaswa kuwepo katika ghuba ya Uajemi ni chini ya maji yake, huku mlango wa bahari wa Hormuz ukiendelea kudhibitiwa na Iran. Khamenei amesema kuwa kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika eneo hilo la ghuba ndizo zinazochangia ukosefu wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta imepanda tena kwa kasi, huku mafuta ghafi ya Brent yakifikia dola 126 kwa pipa, bei ya juu zaidi katika kipindi cha miaka minne. Hali hii inafuatia ripoti kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kumpa taarifa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mipango ya msururu wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Ongezeko hili la bei pia linachochewa na taarifa kwamba Rais Trump huenda akaongeza muda wa kizuizi wa kijeshi cha bandari za Iran kwa miezi kadhaa zaidi. Katika ujumbe wake wa hivi karibuni, kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei aliangazia usimamizi mpya wa mlango wa bahari wa Hormuz ambao Iran imeufunga kabisa. Wizara ya afya ya Lebanon inasema kuwa watu 9 wakiwemo watoto 2 na wanawake 5 wameuawa katika mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likitoa onyo lipya la kuwataka wakazi wa miji 8 nchini Lebanon kuhama nje ya eneo la kusini ambalo Israeli imelichukua na kulipa jina la eneo la usalama. Jeshi la ulinzi la Israel IDF na kundi la Hezbollah wameendelea kushambuliana licha ya mpango wa kusitisha mapigano uliotangazwa nchini Lebanon mapema mwezi huu. Katika maoni yake hivi karibuni, rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani kile alichokiita ukiukaji unaoendelea wa Israel wa kutoa wito kwa shinikizo la kimataifa ili kuilazimisha kusitisha kuwalenga raia na wahudumu wa afya. Israel inasema mashambulizi yake yanalenga kuondoa tishio linalotokana na Hezbollah.
Kampuni ya teknolojia ya Meta inakabiliwa na shinikizo la kueleza kwa nini ilisitisha mkataba mkubwa na kampuni iliyokuwa ikitumia kufundisha mifumo ya akili unde yani AI muda mfupi baada ya baadhi ya wafanyakazi wake nchini Kenya kudai walilazimika kutazama maudhui ya kushtua yaliyorekodiwa na miwani mahiri ya Meta. Beldin Waliaula anatueleza zaidi. Mwezi wa Februari, wafanyakazi katika kampuni ya Sama waliambia magazeti mawili ya Uswidi kwamba walishuhudia watumiaji wa miwani hiyo wakiingia chooni na kufanya vitendo vya ngono. Miezi miwili baadaye, Meta ilisimamisha mkataba wake na Sama, hatua ambayo Sama ilisema itasababisha wafanyakazi zaidi ya 1,000 kupoteza ajira. Meta inasema sababu ni kwamba Sama haikukidhi viwango vyake, hoja ambayo Sama inapinga. Shirika la wafanyakazi nchini Kenya linadai kwa uamuzi wa Meta msababishwa na wafanyakazi hao kusema wazi kuhusu hali ilivyo. Meta haijajibu moja kwa moja tuhuma hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Uganda imetuhumiwa kwa kuua, kuteka nyara na kufanya vitendo vya mateso dhidi ya wanachama wa upinzani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Shirika la Amnesty International linasema limepokea ripoti nyingi kwamba jeshi na polisi waliwaua wapinzani wa utawala uliopo madarakani huku mamia wengine wakikamatwa. Uchaguzi wa Januari mwaka huu 2026 ulimshuhudia rais wa Uganda Yoweri Museveni akishinda muhula wa 7 madarakani, na alidai kwamba ni upinzani uliokuwa ukifanya vitendo vya vurugu kwa lengo la kubatilisha matokeo ya uchaguzi. BBC imewasiliana na mamlaka ya Uganda kupata maoni, lakini hadi sasa kuelekea hewani hatujapokea jibu. Hali ya usalama nchini Mali inazidi kuwa tete huku kukiwa na habari za kizuizi kinachozunguka mji mkuu wa Mali, Bamako. Kundi la wanamgambo la JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda lilitoa onyo kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia mjini humo. Barabara kadhaa kuu zimefungwa. Hali ya usafiri imevurugika sana huku magari yakikwama njiani. Rais wa kijeshi Jenerali Assimi Goita amekuwa akikutana na maafisa wa ngazi za juu wa ulinzi huku kukiwa na hofu kwamba mji mkuu unaweza kutekwa na wapiganaji wa kijihadi. Kuna shaka kuhusu uwezo wa serikali ya kijeshi ya Mali baada ya mashambulizi ya pamoja ya wanamgambo na makundi ya kujitenga mwishoni mwa wiki ambayo yalisababisha jeshi kupoteza udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati. Hii ni BBC. Na taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa katika studio zetu za Nairobi. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Mombasa vilevile ni 88.1. Nchini Tanzania yategea sikio kupitia Radio Free Africa ya pale Mwanza, Radio 1 na Classic FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Paidha na Radio Kitara. Nchini Kenya ni Mwenedu FM, Count FM na Most FM, na ukiwa pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha yapo kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na vilevile kwenye Facebook, andika tu BBC Swahili. Karibu tena msikilizaji, karibu sana. Mimi ni David Inke nikiwa hapa Dar es Salaam na mwenzangu ni Phyllis Mote. Habari yako na karibu sana. Shukran David na karibu msikilizaji. Sasa bei ya mafuta imepanda tena kwa kiasi kikubwa na kufikia dola 126 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi katika miaka 4. Hatua hii inafuata baada ya ripoti kwamba jeshi la Marekani litamfahamisha rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mipango ya mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Zaidi na Hamida Abubakar. Kupanda kwa bei ya mafuta kunachochewa na taarifa kwamba Rais Donald Trump anatafakari kuongeza muda wa zuio la Marekani dhidi ya bandari na usafirishaji wa mafuta kuelekea Iran kwa miezi kadhaa. Iran kwa sasa inatatiza usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo takriban theluthi 1/5 ya mafuta na gesi ya dunia hupitia katika nyakati za kawaida. Wakati unapofanya maamuzi ya uwekezaji, haipaswi kutegemea mabadiliko ya haraka ya kila siku ya bei. Maamuzi hayo yanapaswa kuzingatia
kuzingatia mtazamo wa muda mrefu ili kutoa uthabiti na uwazi. Hata hivyo, hali hii si ya kufurahisha hata kidogo, hasa kwa watumiaji na wale wanaojaza mafuta kwenye magari yao katika vituo vya mafuta. Baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo la Ghuba, bei ya mafuta ilishuka hadi chini ya dola 90 kwa pipa kutokana na matumaini ya kupatikana kwa suluhu ya haraka ya mzozo huo. Hata hivyo, matumaini hayo yamefifia na sasa bei ya mafuta imefikia viwango vya juu zaidi tangu kuanza kwa vita vya Iran na hata kufikia viwango vilivyoshuhudiwa katika miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Ongezeko hili linachangiwa kwa kiasi kikubwa na kauli kutoka ikulu ya White House zinazoashiria kwamba zuio dhidi ya Iran linaweza kudumu kwa miezi kadhaa, hali inayodokeza kuwa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz huenda kusiweze kuondolewa hivi karibuni. Kuongezeka kwa bei ya mafuta kumechochewa na ripoti kwamba Rais Trump anakusudia kuendelea na kizuizi cha Marekani katika bandari ya Iran na usafirishaji wake wa bidhaa kwa miezi. Iran imevuruga usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz, eneo ambalo asilimia mafuta ya dunia hupitia. Baada ya kusitishwa kwa mapigano katika Ghuba, bei ya mafuta ilishuka hadi chini ya dola 90 kwa pipa, huku kukiwa na matumaini ya maafikiano ya haraka. Mafuta ghafi na bidhaa zake hutumika katika sekta mbalimbali za viwanda. Pia hutumika wazi katika usafirishaji, kilimo na hata uzalishaji wa chakula. Kwa mfano, ikiwa chakula kinagharimu zaidi kuzalishwa kwa sababu mbolea imepanda bei, na pia inagharimu zaidi kuendesha mashine za kilimo kwa sababu dizeli inayotumika imepanda bei pia, basi gharama ya uzalishaji huongezeka. Vile kusambaza mazao hayo hadi kwenye maduka makubwa au sehemu nyinginezo kuna gharimu zaidi. Hata unaposafiri kutoka nyumbani kwako kwenda kununua bidhaa hizi, gharama ya usafiri pia huongezeka. Hatimaye ongezeko hili la gharama zote hujidhihirisha katika kupanda kwa kiwango cha mfumuko wa bei. Matumaini hayo yamefifia na sasa bei ya mafuta haijaongezeka tu maradufu tangu kuzuka kwa vita, ila pia kufikia viwango vilivyoshuhudiwa katika miezi ya kwanza Urusi ilipoishambulia Ukraine mwaka 2022. Ongezeko hili linajiri kutokana na pendekezo la ikulu ya White House kuwa vizuizi vyao vinaweza kusalia kwa miezi kadhaa, kumaanisha mlango wa bahari wa Hormuz vilevile utasalia kufungwa kwa muda. Ni Hamida Abubakari. Sasa kufuatia taarifa hiyo, hapo awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi anayeanza kukuelezea iwapo mgogoro wa Iran dhidi ya Marekani na Israel unachukua sura mpya kila kukicha. Kuna kitu ambacho hutokea mwanzo kinakuwa na pressure kubwa, alafu kuna wakati vitu kama mnavizoea. Ukiangalia mgogoro wa Urusi na Ukraine ni kama vile dunia imeuzoea, mgogoro wa Sudani kama dunia imeuzoea. Kwa hiyo hata huwa Irani na Israel na wenzake ulikuwa kwenye pressure kubwa kabisa wakati wa mashambulizi ya pande zote, lakini baada ya kuwa kwenye ceasefire ambayo haieleweki uzuri yenyewe ceasefire imekaaje, tunaona tu kuwa kile kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kama suluhu ya kidiplomasia ni kama bado haijafika kwenye njia. Upande wa pili wa Marekani, baada ya Trump kuongeza muda wa usitishaji ambao usiokuwa na kikomo, lakini akajaribu kupunguza masharti na vitisho kwa Irani, nadhani kidogo kama ikawa imeonekana kama kuna unafuu fulani, lakini unafuu wa nishati unagoma kwa sababu bei ya mafuta imekuwa ikipanda karibu kila siku, inaongezeka. Hapa tuko juu ya dola 100 na kitu kwenda juu, ukilinganisha na mara ya mwisho wakati wanaufunga ule mfereji kuamua kila mmoja ufunge, tulikuwa kwenye dola 96 mpaka 98 ya pipa, lakini leo tuko juu ya 110 tunakwenda huko sasa hivi. Tukiangalia taarifa ya kwamba Rais Trump anatafakari kuongeza muda wa zuio la Marekani dhidi ya bandari na usafirishaji wa mafuta kuelekea Iran kwa miezi kadhaa, unadhani italeta athari gani duniani kote sasa? Bila shaka tangazo la Marekani na kile kinachozungumzwa na vyombo vya habari vingi vinaonyesha kama ni tishio kubwa sana upande wa Iran hili zuio, lakini ukiangalia kwa picha moja utaona kuwa ni kama linatengenezwa kisiasa zaidi au linakuzwa zaidi katika kuonyesha kuwa huenda madhara yakawa hayo, lakini uhalisia unakuwa ni tofauti sana na kile kinachoonekana. Wakati Irani inatutangazia kuufunga ule mfereji wa Hormuz na Marekani kuweka blockade, mafuta yalikuwa kwenye bei ya 96 98. Leo hii tuko juu sana. Kwa hiyo kama ni kweli kuwa blockade ya Marekani inasaidia kuidhibiti Irani, basi angalau dunia ingepumua, lakini tunachokiona kuwa dunia ndio inazidi kuumia. Sasa mara kadhaa nimekuwa nikiuliza kuwa tunaweza kupita kwa muda gani katika njia hiyo, kwa sababu hii njia Irani wameizoea kupita. Irani wamepita kwenye hii njia kwa miaka zaidi ya 40 ndani ya vikwazo vikali kabisa na
vigumu, lakini waliweza kukaa. Sasa sisi upande wa pili ambao hatukuwahi kuishi hayo maisha, tunaweza kwenda nao kwa wakati gani? Ndio maana unaona kuwa kuna taarifa nyingi ambazo zinaendelea hivi sasa zinaonyesha kama kuwa Marekani leo, Donald Trump atapokea taarifa ya CENTCOM kuwapa utaratibu mpya kama warejee kwenye vita au vinginevyo. Manake yote ni majibu tu kuwa huenda haijafanya kazi, au ile blockade ya Marekani bado haifanyi kazi kisawasawa kama vile tunavyoambiwa kuwa itaidhibiti Irani. Si kweli. Rabi, tunaweza kusema vita hivi huenda vikashuhudiwa kwa muda mrefu zaidi, tofauti na ambavyo watu labda walikuwa kidhani. Vita imebaki hivi sasa ni masharti. Nani anakubali masharti ya mwenzake? Na kila upande umetega mitego yao wanaoiona ni sahihi. Sasa kama vita itaendelea mpaka kipindi ambacho kitapelekea kwenye uchaguzi wa Israel mwezi wa 10 na uchaguzi wa nusu msimu wa Marekani mwezi Novemba, bila shaka utawaangusha wote washirika wawili. Netanyahu atadondoka na Donald Trump atadondoka, kwa sababu yale yanayoendelea ndani ya Israel yanafahamika wazi. Muungano mpya wa kina Bennett na wenzake umekuja kwa ajili ya kumshughulikia Netanyahu. Walimuondoa madarakani baada ya kukaa miaka 12 mfululizo mwaka 2021. Lakini upande wa Donald Trump, hali ya kutokuridhika na kura za maoni za ndani ambazo zimefanywa na mashirika makubwa ya ndani ya Marekani zimeonyesha kuporomoka kwa kuungwa mkono kwa Donald Trump kwa kiwango kikubwa. Sasa kama watabaki kwenye vita kwa muda mrefu, manake kuwa wao kwenye nafasi yao ni ngumu zaidi, manake kuwa wanatafuta njia gani iliyo bora zaidi ili waingie kwenye makubaliano ambayo yataamua au yataonyesha taswira yao nzuri kwa wapiga kura. Sasa unadhani jumuiya ya kimataifa imeshindwa kabisa kuzishawishi pande hizi zinazohasimiana ili kufikia mwafaka pengine mapema zaidi? Shida kubwa pia hapa iliyopo ni kuwa hiki kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa, na yenyewe ilikuwa ina upande wake kwenye huu mgogoro, na upande ambao ulikuwa unaakisiwa kuwa ulikuwa ni wa jumuiya za kimataifa ni upande ambao haujapata kile ambacho ulikusudiwa ukipate katika mwelekeo wa Epic Fury, yani katika vita haukupata kile unachokitaka. Sasa wamekuja kuwa na kama surprise ya upande wa pili, mara nyingine wanashindwa sasa wakae upande gani. Ndio maana unaona kuwa upande wa huku hawapo wala upande wa huku hawapo, lakini kila wakijaribu kutaka na wenyewe angalau watumie nafasi yao kutatua hili tatizo, wanaumbuliwa na historia yao, kwa sababu pia na wao wamekuwa ni sehemu ya chokochoko au wamekuwa ni sehemu ya mgogoro huu ambao umekuwa mkubwa. Kwa hiyo hata imani yao na kuaminika tena kwa upande mmoja ambao umeshikilia turufu ndio inakuwa ngumu. Sasa hapo ndio jumuiya ya kimataifa ilipokwama, kwa sababu jumuiya za kimataifa ziliamua kutembea sana kwenye double standard, zikashindwa kutembea kwenye haki. Kama wangekuwa wamesimama kwenye haki kuanzia mwanzo, hili swala lilikuwa ni dogo sana, wangelitatua vizuri sana, kwa sababu upande wa pili ungekuwa unawaelewa sana kuwa hawa ni watu wa haki. Lakini shida kuwa hata wao walichagua upande kabla ya mzozo. Sasa hiki kinachokuja kutokea hivi sasa ni kuvuna kile ambacho kilipandwa awali. Naam, huyo ni Ibrahim Rabi. Sasa huko Uingereza, serikali inasema kwamba itawekeza dola milioni 34 za ziada mwaka huu ili kulinda jumuiya za Wayahudi nchini humo. Tangazo hilo linafuatia kuchomwa visu jana kwa wanaume wawili wa Kiyahudi katika kitongoji cha Wayahudi kaskazini mwa London. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Wanaume wawili wa jamii ya Kiyahudi wamejeruhiwa vibaya baada ya kuchomwa kwa visu katika eneo la Golders Green kaskazini mwa London, katika tukio ambalo limeibua hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mtuhumiwa katika tukio hilo ni mwanaume wa miaka 45, raia wa Uingereza mwenye asili ya Somalia. Inadaiwa kuwa alikuwa na kisu au kifaa chenye ncha kali na alionekana mwenye vurugu na hatarishi kwa watu waliokuwa karibu. Polisi walilazimika kutumia kifaa cha umeme, yani ili kumdhibiti kabla ya kumkamata kwa tuhuma za kujaribu kuua. Taarifa zinaeleza kuwa wakati wa kukamatwa kwake alikataa kuonyesha mikono yake na aliendelea kupambana na maafisa akijaribu kuwashambulia. Tukio hilo limetangazwa rasmi na Metropolitan Police kuwa shambulio la kigaidi na hivyo kuhusisha uchunguzi wa kitengo maalum cha kupambana na ugaidi nchini humo. Sote tunaelewa kwamba kuzuia mashambulizi ya kigaidi kunahitaji mwitikio wa serikali nzima na taasisi zote kwa pamoja. Hatuna njia ya kujua ni mashambulizi mangapi ya kigaidi yamefanikiwa kuzuiwa bila shaka, lakini mazingira ambayo msukumo wa kiitikadi unaosababisha mashambulizi hayo hujitokeza ndiyo jambo kuu ambalo tume hii inalenga kulichunguza kwanza kabisa. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, majeruhi wametambuliwa kama Shalom Rand mwenye umri wa miaka 34 na Mosh Shine mwenye miaka 76. Wote walipatiwa huduma ya kwanza katika eneo la tukio kabla ya kukimbizwa hospitalini ambapo hali
hali zao zimeripotiwa kuwa thabiti licha ya majeraha walioyapata. Mashambulizi hayo yalitokea alfajiri katika eneo linalojulikana kuwa na idadi kubwa ya jamii ya Wayahudi. Baada ya tukio hilo, polisi walifanya upekuzi katika makazi kusini mashariki mwa London, wakiamini kuwa mtuhumiwa huyo huenda alihusika pia katika tukio jingine la awali katika eneo hilo. Uchunguzi huo unalenga kubaini kama kulikuwa na mpango mpana zaidi au kama alitekeleza yeye peke yake mashambulizi hayo. Shuhuda mmoja aliyefahamika kwa jina la Daniela, mwenye umri wa miaka 29, ameeleza kuwa alisikia watu wakipiga kelele wakisema, "Ana kisu, kimbieni!" hali iliyosababisha taharuki kubwa. Nimesikitishwa sana. Tuna wanajamii wengine wawili zaidi ambao ni waathirika wa shambulio hili la kikatili na tunawaombea wapone haraka. Hata hivyo, tumejawa na hofu, tumechukizwa sana na pia tumeingiwa na woga, na huo ni mchanganyiko wa hisia tunazozipitia kila siku, mchana na usiku. Viongozi wa juu wa Uingereza wamelaani tukio hilo kwa nguvu zote. Waziri Mkuu Keir Starmer alilitaja shambulio hilo kuwa la kusikitisha na la chuki dhidi ya Wayahudi, akisisitiza kuwa vitendo vya aina hiyo haviwezi kuvumiliwa na ni tishio kwa mshikamano wa taifa. Waziri Mkuu anaelezea mashambulizi ya aina hiyo kuwa ni ya namna gani na ni nini serikali ya Uingereza wanachofanya. Haya ni mapambano ya kila mtu katika nchi kwa sababu yanahusu aina ya nchi ambayo tunataka kuishi ndani yake. Kwa hivyo ndipo ambapo tunasimama na tunaunga mkono jamii yetu ya Wayahudi. Bila shaka tunafanya hivyo, lakini tunapaswa kulifanyia hili kwa mapambano makubwa zaidi. Hili ni pambano kwa kile ambacho tunaamini kwa aina ya nchi ambayo tunapaswa kuishi ndani yake na tunayoitamani kuishi ndani yake. Kwa hiyo haya ni mapambano yetu na ninaona ni muhimu sana tulitazame hili kwa namna hiyo. Zaidi ya hayo, Mfalme Charles wa III alipata wasiwasi mkubwa kufuatia tukio hilo na alituma salamu za pole kwa waathirika pamoja na kutoa shukrani kwa wahudumu wa dharura waliofika kusaidia. Kwa ujumla, tukio hilo limekuja katika kipindi ambacho kuna ongezeko la matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya jamii ya Wayahudi nchini Uingereza, jambo ambalo linaendelea kuzua mjadala mpana kuhusu usalama, mshikamano wa kijamii na hatua za kuchukuliwa ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie tena. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Na kwingineko, shirika la kutetea haki za vyombo vya habari la Reporters Without Borders linasema uhuru wa vyombo vya habari kote duniani umeshuka hadi kiwango cha chini kabisa katika robo karne. Sasa kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Maxence Melo, mwanzilishi wa jukwaa la Jamii Forums, anayeanza kukuelezea kwa nini uhuru wa vyombo vya habari unaonekana kushuka duniani kote. Kwa mtazamo wangu ni kwamba siasa za dunia yetu zinaenda zinabadilika kila wakati. Tunaona kukua kwa wanasiasa ambao wanachukua nafasi za uongozi ambao hawakutarajiwa kabisa kwa namna ambavyo hapo awali ilifikiriwa, lakini tukiona wanasiasa hawa wakiwa wanaenda hadi kuanza kuwa juu ya mihimili au vyombo vya dola ambavyo wengi walivizoea, na kwa mantiki hiyo inabadilisha, au kwa kimombo wanasema ina shift namna ambavyo mambo yalikuwa yakienda. Lakini swala hili linachochewa zaidi pia na ukuaji wa teknolojia. Wanasiasa walio wengi wao ni wamekuja kukutana na teknolojia hii tunayokutana nayo sisi kama vijana wa sasa, na wengi wao teknolojia kadiri inavyokuwa wanakutana na teknolojia nyingine mbadala, kwa sababu teknolojia inapokuja ya kuwezesha inakuja ya kuzuia pia, zinatumika pia kwa ajili ya kudhibiti wananchi. Kwa hiyo unakuta uhuru wa vyombo vya habari, teknolojia inachochea, lakini ikiwa inatumiwa na watawala kwa namna hasi. Sasa Melo, kwa nini hata zile nchi ambazo awali zilionekana kuheshimu sana uhuru wa vyombo vya habari ni kama sasa nazo zinaanza kwenda vinginevyo? Kwa sababu kadiri tunavyokuwa tukikua, teknolojia inakuwa, wanadamu wenyewe wanabadilika. Unabaini kwamba mamlaka za nchi ni kama zinaelemewa na wanasiasa wa namna hii, lakini pia ni muhimu kwa wananchi kusaidia mamlaka za nchi kubakia na nafasi yake, na ndipo hapo tunapohitaji kumsaidia sisi kama wanahabari, sisi kama watu wenye uelewa masuala haya ya demokrasia na utawala bora. Tuna haja ya kuwasaidia watumishi wa sekta ya umma au watendaji walio serikalini kuhakikisha kwamba wanaendelea kutusaidia kuhakikisha kwamba tuna counter au tunakabiliana na changamoto hizi zinazokuwa zikija. Kumbuka, mara nyingi viongozi wa mataifa haya wanapokuwa wanapata nafasi wanajitahidi kuweka na namna mpya zao na kulazimisha hizo ndo zifuatwe. Sasa tusipokuwa tunashirikiana taifa kwa taifa, wananchi kwa wananchi, lakini wananchi kwa kushirikiana watumishi, tutajikuta mataifa yetu yakiwa yanaenda katika mwelekeo usio sahihi. Ni kama vile
vile vyombo vya habari vimegeuka kuwa maadui wa serikali mbalimbali duniani. Hili unalizungumzia vipi Melo? Serikali zote duniani zinajitahidi kudhibiti, na ikiwemo ya Marekani, kudhibiti vyombo vya habari. Na mara zote tangu awali vyombo vya habari vilionekana kama ni kisemeo cha mamlaka au cha serikali. Pale vyombo vya habari vinapoamua kuwa huru, pale kiongozi au serikali inapokuwa inaenda mrama, kuna viongozi wengine kama kiongozi fulani, sina sababu ya kumtaja, sasa nguvu ya kuweza kudhibiti imekuwa ngumu. Lakini sasa ukitoka kwa wanahabari ambao walikuwa kutumia teknolojia ya zamani ya redio na televisheni na magazeti, sasa wanahabari pia wamekuja kubaini kwamba wanaweza kutumia teknolojia, na wanahabari wamejiongeza. Kwa kujiongeza kwao sasa inaonekana kwamba udhibiti ule waliokuwa nao awali hawana tena. Kwa mantiki hiyo, hata mataifa yaliyoendelea unakuta mambo ni magumu kwa kweli. Uhuru wa vyombo vya habari kwako unaupimaje Melo? Ni kuisifia tu serikali ama ni kuikosoa serikali, ama wewe unaupimaje? Hapana, uhuru wa vyombo vya habari ni pamoja wananchi wawe huru kusema na kusikilizwa, wanahabari wawe huru kuyaripoti yaliyosema na wananchi au matatizo ya wananchi bila kuingiliwa wala kuelekezwa namna gani ya kuyafanya. Lakini wenye mamlaka wawe huru pia kueleza upande wao. Sasa sio mwananchi akiongea mamlaka ikwambia kwamba ulitakiwa uje kwetu kwanza kabla mwananchi hajapewa sauti. Sasa kwangu uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa wananchi kujieleza, ni kuacha pande zote ziseme pande zake na waache wananchi waamue wenyewe. Sasa tuna bahati mbaya, watawala wetu ambao kwa siku hizi ni watawala si viongozi tena, wamefika hatua ambayo wanatuamulia hata jinsi ya kufikiria, wanataka tufikirie kama wao. Lakini nawakumbusha watawala au viongozi wetu wakumbuke kwamba wanaongoza watu wanaojielewa, watu wanaowapenda na wasiowapenda, watu wenye uelewa mdogo na watu wenye uelewa mkubwa. Sasa unadhani nini kifanyike ili pamoja na kuifanya kazi kwa kufuata misingi yake kusiwepo na misuguano baina ya serikali na vyombo vya habari? Kwa njia pekee ni moja tu. Serikali ikikabiliana na vyombo vya habari, ikakazana kuvidhibiti kwa namna ambavyo tumekuwa tukiona, vyombo vya habari vinaweza vikaishwa nguvu, na vikiishwa nguvu, vyombo vya habari ni mdau mkubwa wa serikali kuhakikisha kwamba wanajua nini kinaendelea kikiwa kimechakatwa vizuri. Sasa wakividhibiti vyombo vya habari, mwananchi ataanza kuchakata maudhui mwenyewe, na kumdhibiti mwananchi ni kazi. Tumeyaona kwenye baadhi ya nchi, na kukabiliana na mwananchi utapata wakati mgumu. Njia pekee ni serikali kuviacha vyombo vya habari vifanye kazi yake kwa uhuru na kwa weledi, lakini kwa namna moja ama nyingine kuviwezesha pale ambapo vinahitaji kuwezeshwa kupata taarifa ili viweze kutaarifu umma kwa usahihi. Na sasa ni moja kwa moja viwanjani na Ive Buchana. Nianzie England. Kocha mkuu wa Burnley Scott Parker ameondoka klabuni hapo kwa makubaliano ya pande zote mbili, siku 4 baada ya klabu hiyo kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya England. Kikosi cha Parker kilichapwa 1-0 na Manchester City mnamo Aprili 22, hatua iliyowafanya kuangukia daraja la pili kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka mitatu. Burnley imeshinda michezo 4 tu kati ya 34 ya ligi kuu msimu huu, na wamejipatia pointi 1 tu katika mechi zao 4 zilizopita. Msaidizi wa Parker Mike Jackson atashika mikoba ya kuiongoza timu hiyo kwa mechi 4 zilizosalia za msimu kuanzia safari ya Ijumaa dhidi ya Leeds United. Kwingineko, leo usiku zinapigwa mechi za vikombe vya Ulaya, kombe la Europa na Europa Conference, ambapo timu 3 za England zinashiriki. Nottingham Forest dhidi ya Aston Villa. Hii ni dabi ya kusisimua ya England katika anga za Ulaya. Mechi inapigwa katika uwanja wa City Ground, nyumbani kwa Forest. Ushindi kwa yeyote unamaanisha timu moja ya England imejihakikishia nafasi katika fainali itakayopigwa Istanbul. Katika Europa Conference nusu fainali, mechi ya kwanza Shakhtar Donetsk ya Ukraine dhidi ya Crystal Palace. Palace wanatafuta historia ya kutinga fainali yao ya kwanza Ulaya. Mechi hii inapigwa nchini Poland. Kwingineko Ulaya, matokeo ya mechi ya nusu fainali ya pili ya ligi ya mabingwa Ulaya, utata mkubwa ulizuka wakati mwamuzi alipopuliza kipenga na kuashiria penalti kwa Arsenal, lakini baada ya dakika kadhaa za kuchanganyikiwa na shinikizo kutoka kwa wachezaji wa Atletico, uamuzi huo ulitenguliwa. Baada ya mfululizo wa mabao katika mchezo wa kusisimua ligi ya mabingwa siku ya Jumanne kati ya Paris Saint-Germain na Bayern
Munich, waamuzi walichukua nafasi ya juu katika nusu fainali ya pili saa 24 baadaye. Arsenal watarejea katika uwanja wa Emirates wiki ijayo wakiwa na sare ya heshima ya 1-1 kutoka kwa mchezo wao wa kwanza ugenini dhidi ya Atletico, lakini matokeo hayo hayaelezi hata nusu ya mkasa uliotokea. Mchezo huo ulijaa simulizi za penalti 3. Moja ilifungwa na Arsenal, moja ilifungwa na Atletico Madrid, na ya tatu ambayo ilizua utata mkubwa ni ile ambayo Arsenal walipewa kisha wakanyang'anywa. Bado nikisalia katika soka, winga wa Chelsea Mikhailo Mudryk amekata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kupinga adhabu ya miaka 4 ya kutoshiriki soka aliyopewa na chama cha soka FA kwa makosa ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ukraine mwenye umri wa miaka 25 amekuwa nje ya uwanja kwa karibu miezi 18 baada ya matokeo yasiyoridhisha katika kipimo cha mkojo kusababisha kusimamishwa kwake kwa muda mnamo Disemba mwaka 2024. Baada ya kufunguliwa mashtaka mnamo Juni 2025, Mudryk alipewa adhabu ya juu zaidi ya miaka 4 na FA, kulingana na msemaji wa mahakama ya usuluhishi wa michezo ambayo ndiyo mamlaka kuu ya kisheria katika michezo. Hadi sasa FA haijawahi kuweka wazi undani wa kesi hiyo. Katika kesi hizi, adhabu kawaida huanza kuhesabiwa tangu tarehe ya kusimamishwa kwa muda, ikimaanisha tarehe yake ya sasa ya kurejea uwanjani ingekuwa karibu Disemba mwaka 2028. Nikamilishe na tenis. Mchezaji wa tenis wa England Jack Draper atakosa msimu mzima uliosalia wa viwanja vya udongo ikiwemo mashindano ya French Open mwezi ujao kutokana na jeraha la goti linalomsumbua. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 anatumai kurejea mwezi Juni kwa ajili ya msimu wa viwanja vya nyasi, lakini kufikia wakati huo ni wazi kuwa atakuwa ameporomoka na kutoka nje ya orodha ya wachezaji 100 bora duniani. Ni hayo tu katika michezo. Mimi jina langu ni Ive Buchana. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: bei ya mafuta imepanda tena kwa kiasi kikubwa kutokana na mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Serikali ya Uingereza inasema kwamba itawekeza dola milioni 34 za ziada mwaka huu kulinda jamii za Wayahudi nchini humo. Na shirika la kutetea haki za vyombo vya habari Reporters Without Borders linasema uhuru wa vyombo vya habari umeshuka hadi kiwango cha chini kabisa katika robo karne. Hii ni BBC. Barabara kabisa, popote pale ulipo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni ya leo upo nami David Nkia nikiwa hapa Dar es Salaam na mwenzangu ni Phyllis Motea akiwa pale Nairobi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madai ya ulaghai kwenye majina ya walalamishi yamesitisha hoja ya kutokuwa na imani na dhidi ya naibu waziri mkuu Jacquemain Shaban, waziri wa mambo ya ndani. Nchini humo, wabunge waliojadili hoja hiyo Jumatatu walitaja kushindwa kwa usalama, kuzuiwa kwa taasisi za majimbo na matumizi mabaya ya mamlaka chini ya kifungu cha 146 cha katiba ya nchi hiyo. Maendeleo hayo yanachukuliwa kama mbinu ya kisiasa kumkinga dhidi ya kukemewa ama kufuatiliwa. Zaidi na Chube Ngorombi. Hoja ya kutokuwa na imani inayomlenga naibu waziri mkuu anayeshughulikia mambo ya ndani na usalama katika DRC Jacquemain Shabani, aliyeteuliwa mnamo 2024, aliyekuwa mshauri mkuu wa Rais Felix Tshisekedi na aliyeongoza kampeni yake ya uchaguzi mpya wa 2023, ilitangazwa kutokubalika Jumatano Aprili 29 katika bunge la DRC. Katika swala la kupitishwa kwa hoja kukemea ukiukaji wa utaratibu, haswa saini zinazo
zinazochukuliwa kuwa hazifuati kikao hicho kilichoambatana na uhamasishaji mkubwa wa manaibu 490 kilifanyika katika hali ya wasiwasi. Katika chimbuko la hoja hiyo, mbunge Patrick Mnyomo aliyechaguliwa kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini alieleza malalamiko yaliyotolewa dhidi ya mjumbe huyo wa serikali. Kwanza nilitaka kumpongeza Ladi mwenzetu kwa mpango wake huo. Lilikuwa ni swala la sisi kuweza kuchunguza hoja hii ya kutokuwa na imani hapa bungeni, lakini kwa bahati mbaya hoja yake ilikuwa na kasoro nyingi ambazo wenzangu kama Gari Sakata walikuwa wameelezea. Pia mimi nilikuwa na muunga mkono waziri, kwani kabla mwenzetu hajawasilisha hoja yake, mimi pia nilikuwa nimeshamuita waziri kupitia ofisini kwa ajili ya swala la sasa. Baadhi walimshutumu pia waziri huyo kwa kutokufanya kazi katika kukabiliana na kudhorota kwa hali ya usalama, wakitaja ongezeko la ujambazi na ujambazi wa kutumia silaha huko Kinshasa na miji mingine mikubwa nchini. Miongoni mwa shutuma zilizotolewa pia ni kesi zilizodaiwa kuingiliwa na matumizi mabaya ya madaraka katika majimbo kadhaa, haswa huko Kinshasa, Haut-Katanga, Kasai ya Kati na Chopo. Waanzilishi wa hoja hiyo walikemea kuingilia utendakazi wa taasisi za mikoa na mitaa. Kwa hayo, upande wa mashirika ya kiraia katika vijiji na miji inayotikiswa na ukosefu wa usalama, Jajaki Sinzahera, mwanaharakati wa vuguvugu la Amka Kongo kutoka mashariki mwa DRC, hapa pia amesema: tunasikitika kuona wabunge wetu ambaye wanajua hali ya raia, ambaye raia wanateseka na mambo ya vita, ukosefu wa usalama, leo wameshindwa kusindikiza motion de defiance ya mbunge huyo wa Kisangani. Kitu imepitikana kwenye bunge ni kuonesha kama wale wanabunge hawatumikie raia, yaani wanatumikia vyama vyao na hawatimize malengo yao kulingana na ahadi zao za kampeni, na tunafikiri wakongomani wawe macho. Lakini katika kikao kamili, mbunge Gari Sakata aliwasilisha hoja ya nasibu akitilia shaka utaratibu. Alitaja uwepo wa saini za watu wasioruhusiwa pamoja na kutofautiana katika utambuzi wa baadhi ya watia saini. Hoja ya kutokuwa na imani ilionekana kuwa haikubaliki na uchunguzi wake ulikatizwa. Kisha rais wa bunge alikomesha utaratibu huo, akifuatilia mbali mjadala wowote wa kura kuhusu uhalali. Matokeo haya yanahitimisha kwa sasa juhudi za bunge zinazolenga kutilia shaka wajibu wa kisiasa wa naibu waziri mkuu Jacquemain Shabani. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Auguste Muhesi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC. Na ile yote inaonesha ya kwamba na yengine changamoto inakuwa wakati wanabunge wanafaa action kwa kutafuta kufaa control, inaonekana ya kwamba hawafanyi kabisa uchunguzi mzuri. Kuonekana hii yote inaonesha ya kwamba kwa Kongo tuko mbali kabisa na kwa kutia good governance. Haya yanajiri wakati waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari DRC akiwataka wakaadhi kuwajibika na kuwa watulivu kuhusiana na uwepo wa wahamiaji katika eneo la taifa la DRC. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Shukran Chube, na nikukumbushe tu msikilizaji kwamba matangazo haya vilevile unayapata mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili na kwa YouTube BBC News Swahili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limevituhumu vikosi vya usalama nchini Uganda kwa kile wanachosema kwamba ni kufanya mauaji ya kiholela ya raia, kuendesha kamata na kuwatesa wafuasi wa upinzani katika kipindi cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, shirika hilo la haki za binadamu limesema takriban watu 16 waliuliwa na vikosi vya usalama kati ya Januari tarehe 15 na Januari tarehe 18. Shirika la Amnesty International pia limedai kuwa vikosi hivyo likiwemo jeshi la ulinzi wa taifa na jeshi la polisi vilitumia nguvu ya kupita kiasi dhidi ya raia wa kawaida ambao walikuwa hawajajihami kwa silaha na hawakuwa tishio lolote kwa maafisa wa usalama. BBC imeziomba mamlaka husika nchini Uganda kutoa maoni yao kuhusu madai hayo, lakini hadi wakati wa kuandaa ripoti hii zilikuwa bado hazijatoa majibu. Shirika la Amnesty International limedai kuwa
ukatili huo ulilenga wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine, ambaye kwa sasa yuko uhamishoni nchini Marekani. Amnesty imesema ilirekodi matukio 10 ya matumizi ya nguvu za kupita kiasi, ikiwemo katika wilaya za Butambala na Luwero katikati mwa Uganda. Ripoti za uchunguzi wa maiti ambazo zilikaguliwa na Amnesty zilithibitisha kuwa baadhi ya waathirika walikufa kutokana na majeraha ya risasi. Ripoti hiyo pia ilieleza kutokea kwa kamata ya wafuasi wa upinzani na wengi wao kuzuiliwa pasina idhini kutoka kwa mahakama. Baadhi yao wanadaiwa kushikiliwa na kuzuiliwa kuwasiliana na mtu yoyote kwa hadi wiki 3, huku wengine wakipelekwa maeneo yasiyojulikana katika kile Amnesty ilichosema huenda ni utekaji na uzuiaji wa kinyume cha sheria. Ripoti ya Amnesty International pia imebaini kuwa waliozuiliwa walieleza kwamba walihojiwa kuhusu uhusiano wao na chama cha upinzani cha NUP pamoja na kuteswa kwa kupigwa, kutishiwa na aina nyingine za mateso. Katika pendekezo lake, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, ametoa wito kwa serikali ya Uganda kufanya uchunguzi wa haraka na huru na pia kuwasimamisha kazi maafisa waliohusika katika vitendo hivyo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Naam, taarifa hiyo Shuaib inatupeleka moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa BBC hapa, ambapo kuna taarifa kemkem ikiwemo ya moja kwa moja inayosema tutalinda uwezo wetu wa makombora na nyuklia. Hii ni taarifa yake Mojtaba Khamenei. Lakini mwanaume aliyewaua watoto kwa kuwadunga kisu katika shule ya chekechea mjini Kampala apewa hukumu ya kifo. Tiba ya kutema maji ya baraka, uhaba wa huduma za afya unavyowasukuma wa Afghanistan kwa waganga. Ni kwenye mtandao wetu wa BBC Swahili. Lakini zijue faida 4 za kiafya za kutoka nje wakati wa mvua. Mvua inaponyesha pale, toka nje alafu uweze kupata faida hizi. Nimalizie na hii ya Trump. Ni pekee, sio Congress, anayeweza kumaliza vita vya Iran. Hii ni Wall Street Journal, ni taarifa yao hii. Kwingineko, vizuizi vya kuzunguka mji mkuu wa Mali Bamako vinazidi kuongezeka. Siku ya Jumatano, kundi la wanajihad lenye mafungamano na Al-Qaeda lilionya kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia mjini humo. Njia kuu kadhaa zimezuiwa, huku wengine wakitatizwa pakubwa na magari kukwama. Rais wa mpito Jenerali Assimi Goita amekuwa akikutana na maafisa wakuu wa ulinzi, huku kukiwa na hofu ya kwamba mji mkuu unaweza kutekwa. Hofu na shaka imeongezeka kuhusu uimara wa serikali ya kijeshi ya Mali baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa na wanajihadi na wapiganaji wanaotaka kujitenga mwishoni mwa wiki kusababisha jeshi kupoteza udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati. Wapiganaji kutoka kundi la msaada wa Islam la GSIM wameanza kuuzingira mji mkuu wa Mali. Wamewaonya wakazi ya kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia tena mji huo. Kulingana na mashuhuda waliozungumza na BBC, barabara ya Bamako Kenieba kwa sasa imefungwa. Walisema, tumekuwa hapa tukisubiri tangu jana. Ni jambo la kusikitisha kinachoendelea. Jeshi letu haliwezi kutulinda. Tutarudi vipi nyumbani? Dereva wa lori alisema hali inaonekana kuwa hatari sana na angependelea kuokoa maisha yake kuliko mali yake. Huko Segu, umbali wa chini ya kilomita 80 kutoka mji mkuu, mamia ya magari, malori, mabasi na magari madogo yamekwama. Abiria wakiwemo familia na wafanyabiashara pia wamekwama kwa siku kadhaa wakihangaikia kupata maji na chakula, kulingana na taarifa zilizothibitishwa na mwandishi wa BBC aliyopo eneo hilo. Vizuizi vingine vimeripotiwa kuzunguka Bamako, ambapo wanajihadi wanasema wamechukua nafasi kwenye njia zote ili kuutenga polepole mji mkuu, jambo lililovuruga usambazaji wa bidhaa na usafiri. Hii inakuja siku 5 baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa yaliyoanzishwa Aprili 25 na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga kaskazini. Kundi hilo limetangaza kwamba lengo lao ni kuupindua serikali ya Jenerali Assimi Goita aliyeshika madaraka mwaka 2020. Wanadai wanahitaji kuchukua miji ya Gao, Timbuktu na Menaka, na pia wanataka kuondolewa kwa mamluki wa Urusi almaarufu Russian African Corps ambao wamekuwa wakipigana pamoja na jeshi la Mali. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Assimi Goita aliongoza mkutano wa Baraza Kuu la Ulinzi kutathmini mwitikio wa usalama kufuatia mashambulizi ya Aprili 25 yaliyofanywa na wanamgambo Al-Qaeda
Al-Qaida na waasi wa Tuareg. Ripoti hiyo ilisema Jenerali Goita alitoa maagizo mapya kuimarisha mipango ya usalama, huku akiasifu majeshi ya ulinzi na usalama kusababisha hasara kubwa kwa washambuliaji. Serikali pia ilidai jeshi liliwaua wanajihadi kadhaa. Waasi wanadai kudhibiti takriban 80% ya Kidal, mji wa kimkakati uliorejesha mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya kuondoka kwa wanamgambo wa Kirusi. Ni mara ya kwanza tangu mwaka 2010 wanajihadi kwa karibu kiasi hiki na mji mkuu. Nchi kadhaa zikiwemo Ufaransa, Kanada na Uingereza zimewahimiza raia wao kuondoka Mali, huku Marekani ikipendekeza kubaki majumbani. Na shukrani kwa wasikilizaji wetu mnaofuatilia matangazo yetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mawenji Robert, Isaya Sambo, Mpenda Amani, Buchumi Jacob na wengine wengi. Kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyopo katika mkoa wa Kigoma mashariki mwa Tanzania imetangazwa kufungwa rasmi hii leo baada ya zaidi ya wakimbizi 100,000 kurejea nchini Burundi. Kufungwa kwa kambi hiyo kunakuja huku mpango wa wakimbizi wengine wa Burundi wakitarajiwa kuondolewa katika kambi ya Nyarugusu hadi ifikapo Juni tarehe 30 mwaka huu 2026. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na anatuarifu zaidi. Mmoja kati ya wakimbizi aliyerejeshwa nyumbani kupitia zoezi hilo amedai kusikitishwa na utaratibu uliotumika. Katika wilaya ya Kibondo, shughuli ya kufunga kambi ya Nduta imeendelea leo, huku maelfu ya wakimbizi wakiwa tayari wamerejeshwa Burundi katika kipindi cha miezi 4. Zoezi hilo lilifanyika chini ya makubaliano na ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, Burundi na shirika la kusaidia wakimbizi la UNHCR, ambapo wakimbizi walitakiwa kuondoka kwa hiari. Hatua hiyo inajumuisha makabidhiano ya miundombinu ya kudumu na vitendea kazi kwa serikali ya Tanzania kwa ajili ya matumizi mengine. Kufungwa kwa kambi hiyo kunakuja wakati zoezi la kuhama kwa hiari kwa wakimbizi wengine likiendelea katika kambi ya Nyarugusu ambayo ina idadi ndogo ya wakimbizi kutoka Burundi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanadai utaratibu uliotumika haukujali hutu na haki za wakimbizi. Alfred Lastek, BBC. Ni saa 1:15 Afrika Mashariki, sawa na saa 12:15 Afrika ya Kati. Barku jioni leo bei ya mafuta imepanda tena kwa kiasi kikubwa na kufikia dola 126 kwa pipa kutokana na mgogoro wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Serikali ya Uingereza inasema itawekeza dola milioni 34 za ziada mwaka huu kulinda jamii ya Wayahudi nchini humo. Shirika la kutetea haki za vyombo vya habari duniani Reporters Without Borders linasema uhuru wa vyombo hivyo kote duniani umeshuka kwa kiwango kikubwa, na rais wa Kenya William Ruto amemzawadia Sebastian Sawe gari jipya na fedha taslim takriban shilingi milioni 8 za Kenya. Hii ni BBC. Hujachelewa msikilizaji, ndipo hapa BBC Swahili tunazidi kukuandalia taarifa kemkem, na hivi sasa tunaangazia taarifa hii ambayo ni ya kutia moyo, kwani rais wa Kenya Dr. William Ruto hii leo amemzawadia shujaa wa mbio za marathon Sebastian Sawe gari jipya alilochagua likiwa na nambari maalum zilizo na muda wake wa kuvunja rekodi wa mbio za marathon aliyofanya mapema wiki hii, ambapo ni saa 1 dakika 49 na sekunde 30, pamoja na pesa taslimu takriban shilingi milioni 8 za Kenya kama utambulisho wa mafanikio yake ya kihistoria katika riadha. Sasa mbali na fedha kutoka kwa rais, mwanariadha huyo pia alivuna shilingi milioni 7 kutoka kwa usimamizi wa London Marathon kwa kuvunja rekodi hiyo ya mbio hizo, na isitoshe ana marupurupu mengine ya shilingi milioni 42.3 hivi, kama anavyoeleza Sarafi Nairobi. In a new world records time of 59 minutes and 30 seconds, Sebastian Sawe! Kutoka jijini London hadi jijini Nairobi, bingwa wa rekodi ya dunia wa mbio za marathoni Sebastian Sawe anakaribishwa kwa sherehe zilizosheheni mbwembwe kutoka kwenye uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Na baadaye katika ikulu ya rais leo hii kusherehekea mafanikio yake ya kihistoria ya mbio za chini ya saa 2.
Kama wasemavyo, mcheza kwao hutozwa. Naye wakati wa hafla hiyo, Rais wa Kenya Dr. William Ruto amekuwa mwingi wa sifa na zawadi kemkem, akimtuza Sawe kwa shilingi milioni 8 za Kenya, milioni 5 kwa kuvunja rekodi ya dunia na milioni 3 kwa kushinda medali ya dhahabu. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Na kutoka moyoni mwangu kwa niaba ya taifa lote la watu wa Kenya nasema hongera sana. Congratulations. Pia alimzawadia Sawe bamba la nambari ya gari lililotengenezwa na kuweka muda alotimiza wa saa 1 dakika 59 na sekunde 30 katika mbio za kihistoria za chini ya saa 2, mbio za London Marathon siku ya Jumapili. Anasema kuwa Sawe amefanya kile ambacho wengi waliamini kuwa hakiwezekani. Amefanya kisichowezekana, na kwa kufanya hivyo amewatia moyo raia wa Kenya na ulimwengu wote kwa jumla. Sometimes nyakati kama hizi ni nadra sana, hutokea labda mara moja katika kizazi, wakati mwingine mara moja tu maishani. Only once in a lifetime. Rais Ruto alidokeza kwamba vizazi vijavyo vitatazama tarehe hii ya 26 mwezi Aprili mwaka 2026 kama siku ambayo Sawe alivunja rekodi na kufanya lisilowezekana kimwili, kisaikolojia, ambapo jina lake litakumbukwa milele. Ajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Amelinganisha ushindi huu wa Sawe na matukio makubwa ya kihistoria ya mwanadamu, ikiwa ni pamoja na siku ambayo Neil Armstrong alikanyaga mwezi tarehe 20 mwezi Julai mwaka 1969 na Roger Bannister alivunja mwendo wa dakika 4 tarehe 6 Mei mwaka 1954, mafanikio ambayo hapa awali yaliaminika kuwa zaidi ya kikomo cha binadamu. Rais William Ruto amewasifu wanariadha wa Kenya kwa kuwa mabalozi bora wa Kenya, wakiwasilisha taifa hilo kwa njia bora zaidi ulimwenguni. Alibainisha kuwa serikali inajenga uwanja wa Talanta, kituo cha watu 60,000 ambacho kitakuwa mwenyeji wa matukio makubwa, ikiwa ni pamoja na AFCON mwaka 2027. Kwa upande wake, Sawe anasema ushindi wake ulikuwa wa nchi na ulisaidia kuinua hadhi ya Kenya duniani. Kwa kazi ambayo nilienda nikafanya kule London, nilifanya kwa niaba ya sisi wote kujenga jina ya nchi yetu endelee ku. Waziri wa michezo Salim Mvurya amemsifia Sawe, akielezea jinsi alivyopokelewa kwa heshima ya saluti ya maji kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, heshima adimu inayotolewa tu kwa mashujaa. Sawe amevunja rekodi ya dunia iliyokuwa ikishikiliwa na marehemu Kelvin Kiptum, ambaye aliweka muda wa saa 2 na sekunde 35 kwenye mbio za Chicago Marathon mnamo mwezi Oktoba mwaka 2023. Sawe mwenye umri wa miaka 30, ambaye hajawahi kupoteza mbio za marathon, alivunja rekodi ya dunia kwa sekunde 65 tu. Sarafina Robi, Dira ya Dunia, BBC. Na tukiyatafakari hayo, mwili wa mwanaharakati wa mtandaoni Ashley Robinson, anayefahamika zaidi mtandaoni kama Ashley Janey, unatarajiwa kuagwa Jumatatu na Jumanne na kisha kufuatiwa na ibada ya mazishi itakayofanyika katika jimbo la New Jersey nchini Marekani. Ashley mwenye umri wa miaka 31 alifika visiwani Zanzibar kusherehekea siku yake ya kuzaliwa Aprili 5, ambapo pia mchumba wake Joseph McCain alimposa wakati wa safari hiyo. Awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo tokea kifo chake, na kwanza ananiambia nini haswa ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa. Mmoja wa wanafamilia wa Ashley ameiambia BBC kwamba mwili wa Ashley unatarajiwa siku ya Jumanne na siku ya Jumatatu utatolewa kwa ajili ya ndugu na jamaa kutoa heshima za mwisho, lakini ibada ya mazishi inatarajiwa siku ya Jumanne. Bila shaka umefuatilia kuhusiana na mamlaka pale Zanzibar. Hao wanasemaje? Mamlaka za Zanzibar mpaka sasa hazijatoa tamko lolote, hata baada ya familia kueleza kwamba mwili wa marehemu Ashley ulishafika Marekani. Bado mamlaka hazijaweza kutoa taarifa kuthibitisha au hata kueleza kwamba mwili huo uliondoka lini na nini haswa kinachoendelea. Wazazi wa Ashley, familia kimaanisha, mpaka sasa mwanzoni walitoa taarifa na baadaye walizungumza na baadhi ya vyombo vya habari ikiwemo mshirika wa BBC CBS, lakini mpaka sasa hatujaweza kusikia chochote kutoka kwa wazazi wa Ashley, japokuwa taarifa iliyosambazwa na marafiki, ndugu
ndugu na jamaa wa Ashley inaonyesha kwamba imetoka kwenye familia, ikieleza kwamba utaratibu wa mazishi yake upoje. Na je, kuna taarifa zaidi za aliyekuwepo mpenzi wake Joseph McCann? Hatujapata taarifa za uhakika kuhusu Joseph McCann. Kuna cha ziada ambacho tofauti na sisi kile ambacho tunakifahamu ambacho unaweza kutueleza kuhusu huyu McCann? Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote rasmi kuanzia mwanzo ambapo taarifa ya kifo ilipotokea. Hatujapata taarifa kutoka kwa huyo mpenzi wake anaitwa McCann. Lakini pia zaidi ya kile ambacho polisi walieleza kwamba wanamhoji, pamoja na kile ambacho kilidaiwa kutolewa na hoteli alipokuwa nakaa kwenda kwa polisi kwamba alikuwa na mzozo na mpenzi wake, hatujasikia chochote ambacho kiko rasmi kuhusiana na McCann. Lakini pia hata kampuni ambazo anadaiwa kufanya kazi huko Marekani pia hazijatoa taarifa yoyote rasmi kumhusu, japokuwa amekuwa sehemu kubwa ya mjadala mitandaoni. Tukizungumzia mitandao hii, Ashley alikuwa maarufu sana huko mitandaoni. Sasa mjadala ipo vipi ukipitia? Mpaka sasa kuna mjadala mkubwa haswa mitandao ya Marekani. Ukiangalia hashtag ambazo zipo mitandaoni za Ashley Jane, unaweza kuona kiasi gani mtu huyu alikuwa ni maarufu, na bado kuna taarifa nyingi ambazo kila saa zinakuwa zikipita kuhusiana na mwanaharakati huyu. Sasa wengi pia wanahoji mengi kuhusiana na haki ya Ashley ambaye alifariki. Ni nini ambacho kilitokea, na je, haki itapatikana nchini Tanzania, na ni kipi ambacho wazazi wanakidai? Kwa hiyo kumekuwa na taarifa mseto kule, nyingine zinaweza kuwa ni za uhakika, nyingine pia sio za uhakika. Naam, huyo ni Alfred Lastek, na habari hiyo vilevile iko kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Ukienda pale utaona moja kwa moja. Sasa ukibofya hapo, shuka chini kidogo tu, utaona taarifa hiyo kwa urefu zaidi. Ni mshukuru Frank Shayo wa Arusha, Sakina Kongo ya Fai saidiwe zaidi ili kupata amani. Dasmo Buti Asumani anasema anapatikana na Matili Msumbiji, tupo pamoja. Shukran sana. David Sechenga, mwanaharakati mzalendo toka Wagum tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania, anasema tuko pamoja. Shukran sana wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na muona vile vile Hashimu Python anasema Trump jamani, wacha vita. Maweje Robert anasema Iran fungua mlango wa Hormuz, maisha yako juu sana huku kwetu, hasa usafiri. Bila shaka. Zabron Mlimbila anasema hongera Rais Ruto kwa kumzawadia mwanariadha aliyefanya vyema katika riadha. Sasa huko nchini Rwanda, baadhi ya wachezaji wastaafu wanasema kwamba nyuma ya majina makubwa waliojijengea wakati wakicheza kuna ukweli mchungu unaojificha baada ya kustaafu, ambapo mapambano ya kutafuta maisha huanza upya. Hali hii inasababishwa hasa na kukosekana kwa mipango ya pensheni kwa wachezaji kutoka kwa klabu zao, pamoja na matumizi mabaya ya pesa miongoni mwa wachezaji vijana ambao inasemekana kwamba hawajali kwa muda wa kucheza, na muda wa kucheza huwa mfupi. Mwandishi wa BBC Ive Buchana anatupeleka ndani ya maisha ya wachezaji baada ya kustaafu. Fabrice Twagizimana alichezea timu ya taifa Mavubi na Polisi FC kwa zaidi ya miaka 10. Alilazimika kustaafu mapema kutokana na jeraha. Yale aliyokuwa ameyajenga wakati akicheza yalianza kupotea. Mara tu nilipopata jeraha, familia nilikooa mke waliniona kama mtu asiyefaa tena, kutokana na kuwa kipato changu kilipungua na kusema siwezi tena kuishi na binti yao. Mwishowe wakanitupa nje. Inasikitisha kusikia kwamba mali yangu yote niliyotengeneza kwa miaka 30 ilibidi tuigawe. Si wachezaji wengi wanaokumbuka kupanga maisha ya baadaye wakiwa bado kwenye kilele cha mafanikio. Disi Diedone ni mmoja wa wachezaji wa kihistoria na gwiji wa mbio za riadha nchini Rwanda. Mwaka wa 2014 nilipoacha mchezo wa riadha, nilikuwa katika hali nzuri kwa sababu wakati huo nilikuwa na pesa nilizojitahidi kuweka akiba kwa kila njia, na pia nilifuata ushauri niliyokuwa nimepewa nikiwa mdogo. Kuweka akiba na kusoma ndizo silaha ambazo wachezaji wengine kama Aristide Mugabe walitumia ili filimbi ya mwisho isiwe mwanzo wa maisha ya dhiki, na ndio ushauri wake kwa walio bado mchezoni.
Kuweka akiba kwa ajili ya baadaye, kwa sababu unachokiona leo hakitokuwepo daima. Jambo jingine ni kusoma mambo tofauti yatakayokusaidia baadaye na jinsi ya kuwekeza fedha, kama vile kujifunza kitu kingine unachoweza kukifanya wakati hauchezi tena. Pia ni kuwa na nidhamu ili usifanye kitu kitakachokatisha kazi yako mapema. Wataalamu wa masuala ya sheria wanalaumu mashirika ya michezo na vilabu kujificha chini ya mwavuli kwamba michezo Rwanda si ya kulipwa. Leonidas Nshimimana ni mshauri wa masuala ya kisheria. Klabu za Rwanda zimefikia hatua ya kununua mchezaji kuanzia $5,000 hadi $100,000 na kisha kulipa mshahara wa kuanzia $1,000 hadi $10,000 kwa mwezi. Katika mpira wa kikapu, Rwanda imejijenga kwa kiwango cha juu. Sasa tunakaribisha hata Basketball Africa League. Kwa hiyo huwezi kusema unafanya shughuli kubwa kama hizo bila kuwa na mfumo wa michezo kama kazi ya kulipwa. Kwa maoni yake Leonidas, kujiandaa mapema pamoja na utekelezaji wa sheria inayosimamia mashirika ya michezo kutaweza kufanya filimbi ya mwisho isiwe mwanzo wa majuto kwa wachezaji nchini Rwanda. Na bila shaka na ujumbe mzuri. Wakati pale Kenya sawa ikiwa nasherehekea kule Uganda, kule Rwanda kumradhi wengine. Ndio mambo kama hayo. Ni ujumbe mzuri kabisa kwake Ive Buchana ambao unahitimisha matangazo haya ya Dira ya Dunia ambayo amesimamiwa kwa mahiri mkubwa kabisa na Sarafina Robi, fundi mitambo pale Nairobi ni Maxwell Onyango, hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano. 3:00 kamili usiku ni Dira ya Dunia ukiwa naye kinara Roncliffe Odit. Mwenzangu amekuwa ni Phyllis Mote. Mimi ni Nkia David Nkia. Usiku mwema.